Hi guys, it's your boy Peter Kefas Mnanairi na leo tuko maeneo ya Mwatate. Na kwenye street hapa hivi niko na nani? Elizabeth Saumu. Huyu ni wa kesho. Suleiman Swaleh. So leo jamaa kwa mtaani tunataka kujua mtaa wa Mwatate uko aje, kitu kingine pia tunataka kwanza tutambuane kwanza, alafu tuende next kulingana pia leo kulikuwa na event hapa Mwatate. So Saumu, unatokea wapi? Unafanya nini? Wewe ni nani yani? Naitwa Elizabeth Saumu. Natokea hapo area za CDF, karibu na ofisi ya governor. Mimi nauza manguo za ladies mostly. Unaweza subscribe pale Liz Outfits Facebook. Nataka nguo unaweza nipa order, nafanya delivery. Hivyo tu. So the next. Kwa jina naitwa Winnie wa kesho, mfanya biashara. Nashughulika na grocery, kuuza matunda. Natokea Jombo. Next bro. Mimi natambua kama Suleiman Swaleh, almaarufu Sule. Mimi ni mtu wa biashara pia, na pia najihusisha mambo na upishi. Ukiwa na shughuli yako, event yako ya kupika, ukinichapia ndani mambo amazing yani. Mtaa natoka ni Mwatate tu hapa. So jamani, niko na vijana bomba wenye hawalali, wanajituma ise. So kwa kweli Saumu, challenge yako kubwa yenye unapitia kwenye biashara inaweza kuwa ni gani? Challenge yangu kubwa yenye naweza pitia kwa biashara mostly ni clients. Ni ngumu na ni rahisi kupata loyal clients. Yaani hiyo ndio challenge yangu kubwa. Unaweza pata client anataka umtumanie parcel mahali, but ile kukuamini ndio mbaya. Anataka parcel ikifika ndo alipe, badala alipie kabla sijatuma parcel. So tuseme kwa nini uko vizuri? Kwa tuita aje? Kwa ya capital nini, kila kitu uko sawa? Siko vizuri vile. Juu nime struggle nikaanza tu mwenyewe, but nikipata any support ninaweza enda mbali sana. Hebu sawa, tunarudi kwako. Tusikize huko. Challenge ya biashara hii ya grocery inakuwa kubwa kiasi, tuseme kama hujazoea vizuri ni ngumu, kwa sababu matunda yanaharibika. Kuna wakati matunda mengine hayauziki kwa msimu wa mvua, kuna mengine hayaendi, kuna msimu wa jua pia hivyo. So matunda ina challenge. Capital nayo je? Capital kipata support nafanya mengi zaidi, maana kuna fruits zingine siuzi, nauza zile za kidogo. Unatolea wapi kwa mfano? Zingine natoa Taveta, lakini watu tunanulia hapa Mwatate Modern Market. Zingine zinatoka Voi, so ni hivyo. Twende next kwa Mr. Sule himself. Mimi hapa changamoto sana ile ninazopitia especially katika sekta upishi. Hapo kupata deal za kupika ni ngumu sana, kwa sababu inafaa uwe na connection kubwa, na connection kuipata ni ngumu. Unakuta sasa especially kama mimi bado najitafuta, bado ni kijana, jina langu halijakuwa katika ile level ya watu wengine. Sasa inakuwa ngumu sana kupata hizo kazi za kupika katika hizo ma event. So sijapata network nzuri, au sijapata watu ambao watakuwa wananipatia hizo connection. So, tuseme wewe ni chef mwenye umesomea. Mimi nijikuta najua kupika, kabidi nikaongeze tu nipate tu makaratasi at least niko nayo. Alafu kija katika hii biashara nyingine ambayo ya hustle ambayo nauza snacks na uji, vitu kama hizo, unapata sijapata mahali poa ambapo najua nitaketi, ambapo najua mtu akinitaka atanipata mahali fulani ambapo inaleta tuseme unapiga hawking. Napiga hawking, sijapata mahali pa kuketi. So ukinikosa katika mtaa huwezi, hakuna mahali pengine utanipata. So hiyo inaletwa na nini? Capital. So nikipata capital kubwa kidogo ambayo naweza pata mali kuketi nikatulia, naweza jiendeleza na pia nikaajiri watu wengine, kwa maana pale nitabidi nitafuta watu wengine kwa nisambazie vitu kama hivyo, nimecreate ile job employment unakuta. So cha turudi kwa Saumu. Saumu, maybe kwa wewe unachukulia vipi county government of Taita Taveta? Juu wewe ni kijana, challenge yako kama kijana, juu Taita Taveta county government helps. Challenge yangu kama mimi kijana ni sahi, tuseme kama sahi bila connection hakuna kitu yote unaweza fanya. Juu hata kuna event inaweza tokea, but kama hauna connection hawezi attend hiyo event, na maybe ukiattend na akili yako hakuna kitu utafaulu. So kwa hiyo unaweza ambia vipi wahusika wa county government kwa hilo warekebishe, juu sote tuko sawa na kila mtu ana umuhimu katika hii county ya Taita Taveta. Si eti mwingine ako bora kunishinda, kila mtu ana manufaa yake. Ndio maana unaambiwa unaweza kuwa na mikono yote, mmoja ukitoka
kuna kitu hapo utakuwa umepungukiwa nacho. Aha, sawa. Je, uko kadi? Ndio, niko kadi. Asante sana. Yes. Josi. Je, Taita Taveta County Government unaionaje kwa kusaidia vijana labda kulingana na biashara, kulingana na kazi na vitu zingine? Kwa upande huo mimi nitasema wametuacha nyuma kama vijana. Wametuacha nyuma na pia wako na ubaguzi. Kwa lipi? Wako na ubaguzi. Juu saa hii ni kuangaliana, kila mtu anaangalia mwenzake na connection pia, kama alivyosema Saumu, wanaangalia. So unaweza enda mahali lakini wewe si mmoja wao, hata kama ni watu wenye mko the same pale mnajuana, lakini hautapata kenye utapata pale. So Taita Taveta kuna ile kuangaliana. So Taita tupunguze hilo jamani. Kwa wewe ungewashauri vipi wahusika? Tuache ubaguzi, tuwe kama kabila zingine. Sasa Wataita tumekuwa na hiyo changamoto sana, tuko na ubaguzi kweli. Tupunguze hilo, tuwe kama kabila zingine. Solution nayo ni gani sasa? Solution sijui, watafute solution yake. Sawa, asante sana. Je, uko kadi? Niko kadi mbaya lakini one time. Sina usemi hapo. Sio wasemaje? Kuhusu county government, naweza sema upande wengine county imetufail viongozi, na sema pesa wenyewe imetufail. Unajua sote tuwezi ajiriwa, na jambo la kwanza tunajua. Lakini pia katika county imetufail wapi? Kama sote tuwezi ajiriwa, je, county itachukua hatua gani kutetea hao vijana ambao hawajapata ajira, hawajapata elimu ya kuwafundisha ili at least wasomee hata kama ni biashara waweze kujitegemea wenyewe, na baada ya kujitegemea wao wanaweza wezeshwa pesa ambazo wanakuwa wanakopeshwa, inakuwa kama za grant wajiendeleza biashara zao, wanafanya biashara. Hapo ni kitu ambacho hapa haifanyiki. Kingine ni sisi vijana tunalegea. Huwezi chukua pesa kwa peke yako, kutengeneza kikundi, lakini vijana kuja pamoja kutengeneza kikundi, kuchukua zile pesa ndio inakuwa changamoto. Vijana wanakuambia mimi si kwa mimi nikifikiria wakati kusema tutoe pesa tukachukua certificate nini, hapo ndio unapata vijana tunapotezeana. So tunasema wakati mwingine before tulaumu serikali, sisi vijana pia tujiketi chini, tujue wapi tumekosea, tuje pamoja tutengeneze vikundi, tuapply hizo pesa za ngavu, hizo pesa za vijana, tuapply hizo pesa tujiendeleze. Je, uko kadi? Kama kawaida, mbaya sana. Naona mmeamua ni mbaya sana. Unajua hapo mbele kuna shughuli inahitaji mbogi. Na sisi ndo mbogi. Sasa tuseme huku tutoke kwa siasa kidogo. Mnaweza shauri vipi vijana wenzetu? Tuanze hapo. Mimi naweza shauri vijana wenzetu ni cha kwanza, tusitegemee sana kuajiriwa. Tunaweza jiajiri. Na kujiajiri si lazima uwe na kipato kikubwa. Kile kidogo ukikitumia kiakili kitakuwa. Asante sana. Next. Nitashauri aje vijana wenzangu. Bwana tumekwama kidogo, haina shida. Twende kwa Sule. Mimi kivyangu mimi nitawaambia vijana wenzangu, usingoje opportunity, tafuta opportunity. Opportunity inaweza kuja ukiwa umeketi nyumbani kwako. Toka, search that opportunity, when you get it, grab it and run with it. Unakuta. So vijana wengi pia tuna fail kwa sababu tuna lack information. To search this information, tufike katika mikutano ambayo kama imefanyika kwa machief, kwa wazee wa mtaa, tu search opportunity pia kwenye mitandao, tujiendeleze. Tusingoje kuajiriwa kama alivyosema Saumu, tusingoje kuajiriwa, tujiajiri. Ukichukua melon yako kikato kwa ndoo kitoka mtaani, hakuna mtu atakusumbua. Tutegemee kujiajiri sana. Tujitume ili tujinasue, tutoke block. Sawa. Asante sana. Sasa baada tuseme mnaweza shauri vipi mtu kama rais? Kulikuwa na mpango wa Nyota kwa nyinyi, sijui labda mshaisikia Nyota Fund? Kwangu mimi nilisikia kupitia mtandao. Ila kunifikia haijanifikia. Pia haijanifikia. Mimi nilisikia na nilijua, na pia na watu ambao najua wamepata, lakini najua katika watu wakianguka na mtu kuna wengine wanataka umia na wale ambao hataumia. So si lazima kwa sote tupate. Wale waliopata ni wazitumie tu vizuri, at least tuone faida yake. But nilisikia. Sasa tuseme kwa mfano sasa hivi rais amehitaji vijana awasaidie, labda mnaweza taka msaidie kwa njia gani, ama viongozi walio karibu na nyinyi wanaweza taka kuwasaidia, mnaweza taka usaidizi wa aina gani? Kwa mfano tuanze hapo. Kwangu mimi tuko na vijana hapa nje wengi wana ujuzi, ila wengine hawana ma certificate. Kwangu mimi ningeomba labda kwa kutusaidia
kama wana uwezo nimesema kama wana uwezo wachukua hao vijana wawapeleke kwa mashule wasomee hizo ujuzi zao, wapate hizo certificate zao ili waweze kupata kibali huko mbele. Juu sasa kazi mingi lazima tu certificate ndio utapata kazi. Aha. Asante sana. Yes madam. Kwa wewe je, rais kwa mfano ama kiongozi mwenye aliyoko karibu na wewe atake kusaidia, unaweza taka kusaidia kwa lipi? Kunisaidia mimi ama asa vijana? Kwa wewe na vijana wenzako. Upande wangu kitu inaweza tusaidia kwangu mimi capital. Juu biashara ni mingi unaweza fanya. Kingine kazi zingine zenye wanaajiri watu wasiangalie certificates. Juu unapata mwingine akona certificate lakini hawezi fanya hiyo kazi. Waangalie pia skills. Asante sana. Usitubague wenye hatuna certificates. Na kwa kusule labda mimi katika kitu ambacho nasumbua vijana ni kukosa ajira. So mimi ningemwomba Mheshimiwa mtukufu Rais ajaribu kupunguza ushuru kwa hizi viwanda na wawekezaji ambao wanakuja katika nchi yetu, au wapatie pengine au wapunguzie hizo vitu ili at least wajenge viwanda, vijana wapate ajira. Na pia katika hizi vacations za training institution hizi apunguze pia fees ili vijana waende kwa wingi wapate ujuzi. Alafu pia katika hii pesa ya Nyota kama itakuwa wameona imefanikiwa, aiongeze namba za vijana wengi wafaidike ili waendeleze biashara tu kama sisi. Na wale ambao wanatuona tu kama sisi, ambao viongozi ambao tuona kama sisi tuko watatu, sisi watu ambao wenye akili tunajielewa na tunaanza tuko na biashara tani ile iko ground. Ni kama umetuona sasa hii watu support, hatuwezi kuangusha, kwa maana sisi tukisha tu support sisi pia tutakuwa na watu ambao nyuma watakuwa wanatusaidia, watakuwa wamepata ajira kupitia sisi. Asante sana. Bwana, hii inaitwa exclusive. Niko na nani hapa? Kienda hapo Facebook search Elizabeth Saumu utanipata, ama usearch Liz Outfit utapata mazuri yangu hapo. Amazing. Twende next, tunapatikana wapi dadamu? Winnie wa Kesho, niko TikTok Winnie wa Kesho, FB Winnie wa Kesho. Mimi kote social media handles zangu zote. Nenda pale search Suleiman Swaleh, follow, na mimi nita follow back, tutapiga story, tutapata mambo mengi, mambo ya sport, mambo ya jamii, tutakuwa tunaendeleza mbele. Si jamaa, tutazidi sana. More coming on our way. Keep liking the videos guys. Peace. Asanteni. Haya.